Afisa wa Kijerumani aliuma tofaa na yule mtu kwa utulivu akatoa guruneti, naye pia akauma. Hii ilimshangaza sana msaidizi wa afisa. Alidhani yule mtu alikuwa akiwadhihaki. Kwa hiyo msaidizi huyo akampiga ngumi. Yule mtu akaonekana kuumia, lakini sekunde iliyofuata akatema medali ya Iron Cross, heshima ya juu kabisa ya Ujerumani. Afisa huyo akavutiwa sana, akauliza ilitoka wapi, lakini yule mtu akabaki kimya. Badala yake akaonyesha ujanja, akatoa saa ya mfukoni. Msaidizi akaigundua kuwa ilikuwa yake mwenyewe. Akaenda kuichukua, lakini yule mtu akaruka ndani ya kisima. Msaidizi akaenda kuchunguza. Yule mtu akanyoosha mkono wake baada ya kuvutwa nje. Msaidizi akakunja ngumi yake na saa ikarudi mfukoni mwake. Kisha yule mtu akaanza mchezo wa kuchekesha. Wanajeshi wa Kijerumani wakacheka sana, lakini walichokuwa hawajui ni kwamba mpiga risasi wa Kisovieti alikuwa akiwaelekezea bunduki. Wanajeshi wa Kisovieti walikuwa tayari wamezingira eneo hilo. Walipanga kuwaokoa wale mateka wawili wa kike. Kwa hiyo yule mtu kwa makusudi akaanza kufanya sarakasi ili kuwavuruga wanajeshi wa Kijerumani. Kisha akaanza kuchezea mipira. Akaingia ndani ya nyumba. Afisa akaamuru wanajeshi wamtoe nje kwa nguvu, lakini yule mtu akarudi akiwa amevaa pipa. Muonekano wake wa kuchekesha ukawafanya wanajeshi wacheke tena. Wanajeshi wakamzunguka. Msaidizi alipokuja kuangalia, yule mtu alikuwa ametoweka. Kila mtu akaanza kumtafuta. Sekunde iliyofuata akaonekana juu ya paa. Akatoa ngazi na kuanza kufanya sarakasi ngumu juu yake. Wanajeshi wengine wote wakashusha ulinzi wao kabisa, lakini afisa alihisi kuna kitu hakikuwa sawa. Akamtishia yule mtu akimtaka ashuke haraka kwa sababu ya mateka. Yule mtu hakuwa na chaguo. Akaruka chini na kutua ardhini. Wajerumani wakaogopa sana. Afisa akakimbia kwenda kuangalia akidhani yule mtu amekufa, lakini alipogeuza kichwa chake akagundua kuwa mateka walikuwa wametoweka. Wakati huo huo, Wasovieti wakaanza kufyatua risasi. Wanajeshi wote wa Kijerumani wakaanguka. Alibaki tu yule askari mchanga. Ghafla, yule mtu akasimama tena. Polepole akasimama akiwa amemtazama yule askari mchanga wa Kijerumani. Yule mtu akanyanyua mkono wake, akamlenga yule askari na kufyatua risasi. Hivyo tu, akakamilisha misheni yake. Hadithi hii inatuonyesha kuwa wavamizi daima watashindwa na haki.